Matumaini yangu ni kwamba umweri wa afya, mpendwa msikilizaji, mahali popote pale unapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mtibwa katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Loba Tite naja tena mbele zenu, wapendwa wasidana kipi na mada hii ambayo tayari mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula San ameshitoa kwetu, nami kama kawaida naja kuinukuu katika lugha ya Kiswahili. Ndugu zangu, kama jinsi mnavyoona tema, na labda wengine watauliza, Imani, mbona Jumamosi hatujapata hata video kuhusiana na maswali na majibu? Niliona kwamba kulikuwa swali kama ngapi ngapi tu, lakini nafikiri kwa wakati huu tutakapofika labda Jumamosi kutakuwepo maswali mengi, hapo naweza nikaingia ili kutengeneza kipindi. Kwa hiyo haina shida, maswali ambayo mmeyajibu mumeyatoa kumrazi, nitayajibu neno likiruhusu Jumamosi, na wengine mnaweza mkauliza tu, nitakusanya yote ili kutoa majibu hiyo Jumamosi neno likiruhusu. Lakini siku ya leo kama jinsi unavyoangalia, tema inahusu chimbuko la Vodou na Bwiti. Chimbuko la Vodou na Bwiti. Najua kwamba mada hii ni mada ambayo inawahusu watu walio wengi zaidi sana katika bara letu la Afrika, lakini unapogusia pia kuhusiana na nchi ya Haiti, Marekani, lakini pia hata Ulaya, haya mambo huwa yanaongelewa zaidi sana. Na kwa hiyo tutaongelea Vodou na Bwiti, maana wengi hawajui chimbuko hasa la mambo haya ambayo tutaenda kuyaongea. Hawajui chimbuko ni nini. Mfano, hao wanaojiita kwamba ni wakemiti, wao mtawasikia wakisema Otep, lakini baada ya kusema hiyo Otep hawajui kitu kingine ambacho kinaendelea, haiza namna gani, haiza mambo yako namna gani. Sasa baadhi yao wanasema kwamba kabla ya wakoloni kuja kuleta hizo dini zao ambazo watu weusi wamejazana humo na damu mchanganyiko, kabla ya kuleta hizo dini, wao wanasema kwamba weusi walikuwa wanaingia, walikuwa na dini yaweza kwa namna yao, walikuwa na dini ambayo kwamba kwa mujibu wao kwamba ilikuwa ni Vodou, kwa sababu wakemiti nao pia wanakubali kwamba hizi dini zote ni za uongo, kwamba zimeletwa katika lengo la kumweka mtu mweusi katika utumwa. Hapo hakuna tatizo, hilo ni kweli, lakini kitendo cha kwenda kung'ang'ania na kusema kwamba hapana, dini ya Vodou ndio dini ambayo ilikuwepo kabisa, kwa mfano aidha hizo ndio dini ambazo zilikuwepo, aidha kama wataongelea kuhusiana na Vodou, wengine wataongelea kuhusiana na ibada ya fuvu. Ibada ya fuvu, wao watasema kwamba haya ndio mambo ambayo wazee wetu walikuwa wakiabudu, wakiwa wakifanya kama ibada kabla hawa wazungu na damu mchanganyiko hawajaleta hizo dini zao katika bara letu kipenzi mwenyele ambao wataita Afrika. Sasa ikiwa wanasema kwamba kwelikweli ufuvu walikuwa wakiabudu mababu zetu, swali linabaki pale pale, yule babu yetu wa kwanza kabisa, yeye alikuwa akiabudu fuvu la nani? Kwa sababu yeye ndio mtu wa kwanza. Sasa yeye aliabudu fuvu la nani? Kwa hiyo ni alama ya kuuliza, maana hizi ni swali ambazo walio wengi hawapendi hata kujiingiza humo ili kujua kutumia mantiki ili kuelewa kile ambacho kilitendeka. Kwa hiyo tunapoongelea kuhusiana na Vodou na Bwiti, zaidi sana unapogusia kwa mfano hizi ibada mbili ambazo zinafanyika mara nyingi, ni kama vile Bwiti inapatikana sana 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 katika nchi ya Gabon, Bwiti. Lakini Vodou kama gisi nyote mnavyojua zaidi sana Dahomey ambao wataita Benin kwa wakati huu, lakini pia Haiti na pia Brazil na kadhalika. Hapo ndio tunaona zaidi sana kuhusiana na upande huo wa Vodou. Hizo ni sehemu ambazo zinajulikana zaidi sana kutekeleza hizo tamaduni za hizo ibada. Ndio maana mafundisho yetu kama kawaida yatatoka katika kitabu hiki cha maajabu Kala Tandemsi, ambacho unaweza ukaagiza kupitia leseditionsrulasan.com. Kipengele chetu cha kwanza tutaongelea kuhusiana na jina halisi la Vodou na Bwiti, kwa sababu walio wengi wanatumia majina ambayo watasema Vodou, watasema Bwiti, lakini hawezi wakajua kabisa namna walivyokuwa wakiita zamani ibada hizo ambazo wanazitumia kwa wakati huu. Maana wanahistoria wengi
watakuja kuambia kwamba jina fulani kwamba labda halipatikani katika lugha za watu weusi, wakati hawajui lugha zote za watu weusi zinasemekana namna gani, kwa sababu ni nyingi, lugha ni nyingi za watu weusi. Na unapochukua lugha mbili tatu hauoni maana ya hilo jambo ambalo unaliongelea, usiseme moja kwa moja kwamba katika lugha za watu weusi hilo jina halina maana yake, halijulikani. Hapana, hilo ni kwa mujibu wa wewe jinsi unavyofikiria. Kwa hiyo tutaenda kuona majina halisi ya Vodou na Bwiti. Ndio maana tunaenda katika kitabu cha Esombe sura yake ya 57 kuanzia mstari wa kwanza hadi 10 hadi 20 na hadi 20. Esombe 57:1 hadi 20. Hapa ni yeye mwenyewe ndio anaanza kusema kwamba mimi Esombe, wakati wa safari zangu kadhaa katika maeneo mbalimbali ya Wasi, niliongozwa kupitia kiroho dhidi ya watenda sayansi ya uchawi. Kumradhi, hapa Dimo zilipenda kunirusha kabisa katika katika namna nyingine. Nitarudilia kusoma kwa sababu kusoma hapo kuna jambo ambalo liliingia kabisa, nikasoma tofauti. Mimi Esombe, wakati wa safari zangu kadhaa katika maeneo mbalimbali ya Wasi, niliongozwa kupigana kiroho. Niliongozwa kupigana kiroho dhidi ya watenda sayansi ya uchawi na dhidi ya dimoni mbalimbali za kiume na za kike za daraja la juu. Kwa hiyo Esombe ambaye yeye ni mwanaume, historia yake inajulikana namna alivyokuwa hapo awali na wakati ambapo alipokubali ukweli na maendeleo yake katika ukweli, tunajua sote ni namna gani alivyoendelea. Sasa yeye ni mtu ambaye alikuwa akisafiri akienda huko na huko katika lengo sasa la kutangaza ujumbe na kutangaza ukweli aliopokea, alioamini kwamba huu ndio ukweli ambao unabadilisha. Kwa hiyo aliingia katika safari akiwa katika bara letu kipenzi Wasi ambao wanaita Afrika. Kwa hiyo alitembea sehemu mbalimbali za Wasi. Kwa hiyo inapenda kuonyesha kwamba kwa kweli, ndugu zangu, kutembea ni kitu ambacho ni muhimu sana, kwa sababu wanasema kwamba kutembea huwa kunatoa pia ujinga. Maana unaweza ukasoma ukawa na degree za kutosha, lakini kama hujawahi kutoka katika nchi yako kwenda sehemu nyingine, hakika utashindwa na mtu ambaye hajasoma hata, lakini ambaye ameshakuwa na uwezo wa kusafiri. Maana anaweza akajua wapi ambao wanakatisha tiketi, anaweza akajua kwamba kupanda ndege unatakiwa utaratibu huu. Kwa hiyo kuna mambo mengine ambayo tayari anajua, na anapoenda katika nchi nyingine anakuta tamaduni zingine ambazo ziko tofauti na nchi ambapo yeye anaishi tayari. Atajifunza mambo mengi, hata chakula, namna ya kucheza, namna ya kuvaa, yani atajifunza mambo mengi. Kwa hiyo nashauriwa hata kiroho kwamba ni vema usibaki tu katika nchi yako tu. Kama una uwezo wa kutembelea katika nchi zingine za jirani, ni vizuri kutembea, kuangalia mazingira, maana unapoangalia pia utapata mawazo mengine ambayo yanaweza yakakujenga hata wewe sehemu ambapo unaishi. Ndio maana kuna watu wengine utakuta wanaongea, wanasema kwamba mimi siwezi nikatamani hata kwenda katika nchi fulani, ni kweli, lakini anasema kwamba mimi ni hapa kwetu. Na zaidi sana wale walio na ile roho ya kupenda kufukuza wale wanaoita kwamba wageni kikawaida, lakini mtu mweusi si mgeni katika bara lake. Mtu mweusi sio mgeni katika dunia hii. Kwa hiyo kitendo cha kusema kwamba mtu mweusi anamfukuzwa kama vile mgeni katika nchi fulani, haistahili kuongelewa kuhusiana na mtu mweusi. Yaani mtu mweusi sio mgeni katika dunia hii. Anapoenda katika nchi fulani sio mgeni, hapana. Wageni ni rangi zingine ambao wao katika dunia hii ni wageni. Kama mjui ufanye utofauti kati ya mgeni na yule ambaye si mgeni, mimi napenda kuambia kwamba mtu mweusi sio mgeni. Mtu mweusi, yani dunia yote ni urithi wake. Sasa kama mtu urithi huu, dunia yote ni urithi wake, anapotoka hapa aende sehemu fulani, namna gani mnaweza mkamwita kwamba yeye ni mgeni? Sio mgeni. Aidha mtasema mgeni kwa hiyo nafasi ambayo amefika, kwa sababu ni mara yake ya kwanza kufika. Kama ni kwa namna hiyo tunaweza tukaelewa, lakini mgeni kwa sababu yeye hastahili kuwa katika hiyo nchi, aidha yeye sio mwenyeji, hana ruhusa, hana haki ya kukaa kwa mfano. Na zamani ni kweli wengine wanasema kwamba wanatakiwa kuwa na vitambulisho. Ni kweli, haina tatizo kwa sasa hivi, maana zamani hapakuwa haja ya hivyo vyote, lakini kwa sababu ya utaratibu watu wameshabadilika. Hawezi ukajua ni nani ambaye anaingia katika nchi ambayo ana malengo mazuri. Ndio maana utakuta sasa wanapenda kujua ni nani ameingia na amekuja kufanya kitu gani, kwa sababu hali za watu zimeshabadilika, maadili yamebomoka. Wengine wako pale katika lengo la kuangamiza, kwenda kuharibu
mambo ya watu wengine. Ndio maana ya mambo yako namna hii. Kwa hiyo yeye alikuwa akitembea akisafiri, kwa hiyo alipambana na aina mbalimbali za demoni. Kwa hiyo wakati alipokuwa katika matatizo, alipokuwa katika majaribu, yaani alizidi kukaza, alizidi kutembea, alizidi kuomba, alizidi kupambana, tofauti na sisi walio wengi kwa wakati huu. Mtu anapokuwa katika majaribu, katika matatizo, yani anabaki akilialia tu, yuko pale chini tu anatulia. Lakini Esombe anatuelezea kwamba yeye alikuwa mpambanaji wa ajabu, hadi alifungua masafa, akapanda masafa ya kiroho ambayo yani nakwambia, Esombe alifika nafasi ambapo hata demon haziwezi kumvamia tena, hata demon haziwezi zikapambana na yeye, kwa sababu alipita hizo level zote za demon za kila aina, hadi ikatokea ameingia katika levo ya malaika walioanguka, na sio wa utaratibu wa tatu, hapana, kwa sababu kwanza hao wamefungwa, yaani hadi kwenye levo ya malaika walioanguka, utaratibu wa pili. Hivi mnasikia gisi nasema? Ina maana kwamba ilitakiwa malaika wa utaratibu wa pili kuja kumjaribu, kuja kumsumbua, kuja kuhusiana na kile ambacho kimeandikwa hata ndani ya Biblia za kisasa kwamba alikuwa na kiburi za nini, mambo kama hayo, ili kwamba asiwe na kiburi sana, shetani akatuma malaika wake ili kwamba aje mambo kama haya. Kwa hiyo alifika katika level ambayo hata demon haziwezi tena, kwa sababu yeye ameshakuwa na nguvu na uweza ambao umeisha zidi hizo demon. Kwa hiyo hiyo ndio level ambayo aliendelea akafika kwenye hiyo level. Ndugu zangu, anaendelea kusema kwamba wakati mmoja nilipokuwa mchawi wa cheo cha juu, kwa sababu Esombe alitokea mbali sana, alifanya kazi na wazungu na damu mchanganyiko, alikuwa akitesa watu wa taifa waliokubali ukweli, lakini ilifika wakati ambapo naye pia ukweli huko ukamfikia. Ndio maana haya mambo ambayo mnayasikia kwa wakati huu, kuna wale ambao watabisha kile ambacho tunachoongea, ambao watakataa, watatusi, watafanya mambo mengine, lakini inaweza ikatokea neno likiruhusu baya. Sio yule ambaye anatusi. Kutusi ni kitu kibaya tena zaidi sana. Afadhali mtu ambaye anabisha tu kwamba sio ukweli, mambo mengine, hiyo ni afadhali kwa hiyo mtu. Lakini mtu ambaye anachukua muda wa kutusi kile ambacho, kwanza kutusi yenyewe tu sio vizuri, hata kama wewe ni wa dini nyingine, hata dini yako inakuambia kwamba usitusi. Aha. Kwa hiyo inaweza ikatokea kwa wengine ambao labda kwa sasa hivi wana ugumu wa kuelewa, lakini kesho kutwa wakakubali. Kwa hiyo yeye alikuwa mchawi kabisa kipindi fulani, kabla ya kujua ukweli wa cheo cha juu kabisa. Alafu akasema kwamba pia nilipenya, kuna mabano, yani kuelewa, tunafunga mabano, chimbuko la Bako ndani ya mabano mbilikimu. Kwa hiyo mbilikimu wao jina lao halisi ni Bako, pamoja na sayansi zao nyingi za uchawi ambazo zitafanywa, kuna mabano, katika masafa ya chini, tunafunga mabano, na wasioanzishwa kadhaa, kwanza wanaotoka katika maeneo tofauti ya wasi, hii katika mamilioni kadhaa ya miaka, na hadi katika kipindi cha wapili na hata baada, chini ya majina mengine. Maana yake ni kitu gani? Kwanza, kitu cha kwanza wanatakiwa kuelewa kwamba watu walio wengi wanawadharau katika kipindi hiki, hata pia hao wanaoitwa mbilikimu, pigme katika lugha ya Kifaransa. Lakini Esombe alielewa chimbuko la mbilikimu na namna gani walivyokuwa wakitenda sayansi yao, kwa sababu Bako ambao wataita mbilikimu walikuwa na maarifa ambayo ni ya juu kweli kweli katika kipindi chao, na kweli walitawala katika muda wa kutosha katika kipindi chao, yaani walikuwa na maarifa ya juu. Kuna tofauti kati ya mbilikimu wa wakati ule na mbilikimu wa wakati huu, na kama ilivyo hata kwa wakati huu, waganga wanaojiita waganga wa kienyeji wa wakati huu, ukiwalinganisha na wale waganga wa zamani kabisa, unaona kwamba tofauti ni mkubwa, kwa sababu waleo ni matapeli tu, hakuna mambo, hawajui mambo ya kichawi kama gisi ilivyokuwa zamani. Hilo mlielewe vizuri, na ndio maana hata sayansi ya mbilikimu wa zamani ni tofauti na sayansi ya mbilikimu wa wakati huu sasa. Lakini haijamaanisha kwamba mbilikimu wote kwamba walikuwa watenda sayansi za kichawi, hapana. Haijamaanisha kwamba wote walikuwa wachawi. Maana kuna wengine ambao walikuwa wakitembea kulingana na sheria, kulingana na neno la lugha. Hatuongelee hiyo. Ndio maana Esombe yeye anaongelea wale waliokuwa katika jamii za siri wakitenda dhidi ya ukweli, ndio anaongelea, ndio hao mbilikimu. Kwa hiyo tusiweke wote, watu wakifikiri kwamba labda wote unapoona mbilikimu kwamba ni wachawi. Hapana, sio wote. Na swali ambalo watu wanaweza kujiuliza ni kwa nini mbilikimu wao wako na kimo cha namna hiyo tofauti na wengine? Wao mbona wamekuwa na kimo chao ambacho
ni wafupi kabisa zaidi. Kwa nini? Na kama jinsi wanavyosema kwa wakati huu ambao wataita kwamba ni Wabantu ambao wamechukua mamlaka. Wabantu wanasema kwamba ndio wao ambao wana kimo ambacho ni cha kirefu kuliko mbilikimu, na wanapenda kusema kwamba mbilikimu wao sio watu, mbilikimu ni watu, ni watu weusi, kwa sababu wanaposema nyinyi mnajiita kwamba ni Wabantu. Mbantu kwanza haiongelewi Mbantu, inaitwa Batu, yani watu. Hapa kile wengine wanasema Wabantu, ni Batu. Hilo ndio jambo, na mtu weusi wote ni Wabatu, ni Batu. Hilo mulielewe vizuri. Kwa hiyo hata mbilikimu nao pia ni Batu. Alafu ndio Somba anaendelea kusema pia nilipenya, yani kuelewa chimbuko la Bako, yani mbilikimu, pamoja na sayansi zao nyingi za uchawi ambazo zitafanywa kuna mabano katika masafa ya chini na wasioanzishwa kadhaa, kwanza wanaotoka katika maeneo tofauti ya wasi, hii katika mamilioni kadhaa ya miaka na hadi katika kipindi cha wapili na hata baada, chini ya majina mengine. Yaani Esombe anatuambia kwamba, anatuonyesha kwamba baada ya wakati huu ambao tunaishi sisi, kipindi hiki cha mzaliwa wa pili, yaani aina zingine za uchawi za voodoo zitatokea na zitafanywa katika dunia hii. Kwa hiyo zitakuwa na majina mengine, hayatakuwa tena kwenye majina haya ambayo mnayazoea kwa wakati huu, yatakuwa katika majina mengine. Ni kama jinsi tunavyowaambia pia kuhusiana na huyu mnayeita Yesu. Nyinyi ambao mnaamini Yesu ni wakati wenu, lakini kuna kipindi ambacho kitakuja ili jina la Yesu litapotea, wataleta jina lingine. Hilo mnielewe vizuri. Ni swala la muda tu ili jina ambalo mnaliita kwa leo, mwe mnafikiri kwamba litaisha na kutakuja jina lingine, kwa sababu ili kwamba umfikie katika jina hili ambalo mnaliita la Yesu, ina maana kwamba kulikuwepo na majina mengine ambayo yalikuwa kabla ya huyu Yesu, na ambayo nao pia walikuwa wakiamini kwamba ni wakombozi, wanakuja kuwakomboa. Historia hiyo hiyo ya huyu ambaye mtaita Yesu ndio nayo pia walikuwa wakiongelea. Kwa hiyo anaendelea kusema diele mabako beusu, diele mabako beusu, itajulikana katika miaka milioni kadhaa ya miaka chini ya jina la Bwiti. Kwa hiyo Bwiti kama jinsi wanavyoifanya zaidi sana katika nchi ya Gabon kwa wakati huu, inaitwa kwa jina la diele mabako beusu. Beusu yani, beusu ni watu wa usiku, yani wachawi, ndio beusu. Kwa hiyo diele mabako beusu, na bako ndio mbilikimu, wachawi yani. Diele yani ni hiyo sayansi aidha huu uchawi ambao unatokana na bako ambao walikuwa wachawi, ndio inaitwa Bwiti. Kwa hiyo hilo ndio jina halisi la ibada ya Bwiti, za Bwiti yenyewe, hilo ndio jina lake, kwa sababu walio nyuma ya hayo kabisa ni mbilikimu. Yaani Bwiti ni kama vile tukasema urisi ambao mbilikimu waliacha kwa hao ambao wataitwa kwa wakati huo Wabantu katika mambo ya kichawi. Hilo ndio mnatakiwa kuelewa kwa namna hiyo. Alafu naendelea kusema Lemba itajulikana katika miaka milioni kadhaa chini ya jina la Voodoo. Yaani Lemba ndio Voodoo, hii chini ya ushawishi wa roho za kichawi zinazoitwa Bedimo Edinge. Bedimo Edinge, yani demon nyuma ya Voodoo. Kwa hiyo wasiwadanganye ndugu zangu kuambia kwamba Voodoo aidha Bwiti kwamba ni dini ya watu weusi kabla hata hizo dini za wazungu na damu mchanganyiko hazijaletwa katika bara letu, kwamba hiyo ndio dini ambayo watu weusi walikuwa, aidha hizo ndio dini ambazo watu weusi walikuwa wakiingia ndani, aidha kwamba walikuwa wakiabudu haya mambo. Hapana, wasiwadanganye, sio ukweli. Ni vyema kujua ni wapi chimbuko la haya yote yametokea, maana Voodoo ni aina tunaweza tukasema ya ujumla wa miungu mingi ambayo imeunganishwa pamoja ili kuunganisha kuleta hicho ambao wataita Voodoo, kwa sababu katika Voodoo tunaona kwamba kuna ile miungu ambao wataita Orishas iko ndani. Kwa hiyo ni ujumla wa miungu mbalimbali ndio inaitwa Voodoo. Yes. Ikiwa mnaona kwamba Voodoo
inapatikana kwa mfano Haiti kwa wakati huu, Brazili. Ni kwa sababu mababu ya watu weusi wale waliopelekwa katika utumwa walikuwa tayari wanafanya hizo ibada, ni kweli, katika bara letu kipenzi, na katika wakati wa utumwa walipoenda wakaendelea nayo huko, ingawa sasa kwa sasa hivi imeshachangana, kwa sababu mtaona kwamba hiyo voodoo aidha voodoo ya huko imeshachangana na ipo inachangana na Ukatoliki na mambo mengine ambayo unaweza mkaangalia, yani imechangana. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo huwa yapo. Kwa hiyo kipengele hicho cha kwanza ilikuwa tu ni kupenda kuonyesha chimbuko aidha majina halisi. Kama kitu tulivyosoma hapa, yaani jina halisi la voodoo na Bwiti. Sasa kipengele cha pili tutaongelea chimbuko la mbilikimu. Sasa mbilikimu wametokea wapi? Ndio maana naendelea kusema hivyo voodoo ndani ya mabano, voodoo, vodun, vodo, vodoism tunafunga mabano, na bwiti ambao wataita ndani ya mabano bwete, boiti, boiti, mboeti, boeti tunafunga mabano, ambayo itafanywa katika miaka milioni kadhaa na wazao kadhaa kutoka kizazi cha manabii 450 wa nyungu na manabii 400 wa mungu wa kike, kuna mabano mungu wa uongo, tunafunga mabano lembe, kuna mabano katika wakati wa be motopeda munji, tunafunga mabano, watajulikana kwa jina la Bako, kuna mabano katika miaka milioni kadhaa watajulikana na kutajwa kwa jina la mbilikimo. Maana yake nini? Yaani wanawaambia kwamba mbilikimo, yaani walitokana na wale manabii wa uongo wa nyungu ambao wataita bahari, na wale manabii 400 manabii 450 wa nyungu na wale 400 wa yule lembe ambao wataita asteroti. Kwa hiyo yani wametokana na hao, huko ndio Baku ambao ni mbilikimu wametokea. Wametokea huko, na ni kipindi kile, sijui kama nasoma hata ndani ya Biblia za kisasa mtasoma kwamba Elia aliwaua manabii wa Baali kwa sababu waliomba kwamba wao manabii wa Baali waite Mungu wao na yeye pia aite Mungu wake, waone kama ni Mungu gani ambaye atafanya moto ushuke kutoka mbinguni na kuunguza ile sadaka. Nafikiri hii hadithi mnaijua. Na baada ya hapo Elia akaomba, baada ya wale kushindwa, yeye akaomba moto ukashuka. Basi kwa sababu yeye ndio ameshinda, ndipo akachukua hao wanaume mmoja mmoja, anachinja, 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 na hivyo anachinja na Roho Mtakatifu, anachinja hadi 400, na wanamwambia tu 450 kwa sababu kulikuwa na 400 pia ya wa yule nani mungu wa Asteroti. Ina maana alichinja watu zaidi ya 800. Mwanaume mmoja tu achukue nani, kisio alikuwa na kisu cha namna gani, ili kwamba hapa hawana chinja. Na nyinyi ambao mko mnaoamini hizo Biblia bado mnaona kwamba ni kitu ambacho ni cha kawaida. Nabii ambaye ni nabii mnayeita nabii wa Mungu wenu, mtu ambaye ana Roho Mtakatifu ndani mwake, achukue kisu, kama ni kisu sijui alikuwa anampanga za nini, aanze kuchinja watu aue kwa sababu watu walishindwa hivi. Mnaona kweli kweli inapita akili? Na mnaona kweli, mnaona kwamba ni kitu ambacho ni kawaida kwa sababu ni nabii wa Mungu. Nabii wa Mungu nani ambaye ameruhusiwa kuua? Sio huyo Mungu wenu ndio amesema usiue. Sasa namna gani yeye aue? Kwa sababu iwe namna gani? Hiyo sio historia. Kwa hiyo hao manabii wa nyungu ambao wataita bahari na walembe ambao wataita Asteroti walikuwa tayari wakitenda tayari sayansi hiyo ya voodoo, walikuwa tayari wanafanya haya mambo. Bali mtambue kwamba kuna ibada ambazo walioanzishwa watu wanaotembea kulingana na neno la lugha walikuwa wakizitenda, na halafu sasa baadaye wachawi wakazichukua hizo staarabu, aidha tuseme hizo sherehe, hizo ibada, na kuanza kuzisherekea wao kwa namna yao wao, kwa kuweka mambo yao ya uchawi. Lakini utakuta kwamba kimsingi hayo mambo hayakuwa mabaya ambayo tutaenda kuyataja hapa. Sijui kama mnaona hilo ndugu zangu. Sasa mfano katika nchi ya Cameroon, kila mwezi wa 12 huwa wanasherekea sherehe moja ambao wataita ngondo. Hiyo ngondo huwa wanafanya utaratibu gani? Yaani wakati ambapo wote wanashuka nani mtoni, alafu wanaenda kuita manjengu madiba, yaani nguva za majini.
wanaenda kuziita, na mnajua kwamba nguvu za majini ni demon. Kuna mchungaji mwingine ambaye ni wa uongo ambaye nilisikia anasema, anaeleza kwamba nguvu za majini ni malaika walioanguka alafu wakaangukia ndani ya maji. Kama hamjue mambo ya kiroho, ni afadhali mnakaa kimya, kwa sababu mtaenda kuambia watu vitu vingine ambavyo nyinyi wenyewe hamjui vilianza namna gani. Kwa hiyo ndio maana kama hamjui vitu, msiongee vitu kwa miemko. Hapa ndio tunaongea ukweli na uhalisia wa mambo kama jinsi yalivyokuwa. Nguvu za majini za demons zote za kila aina hazija, sio kwamba ni malaika walioanguka waliposhuka, hapana, bali ni uzao wa malaika walioanguka wa utaratibu wa tatu waliokuja kuzaa na baadhi ya wanyama mamalia katika dunia hii, ndipo demoni zikazaliwa. Kwa hiyo malaika hawezi kubadilika kuwa demoni kwa sababu ameanguka, hapana. Kwa hiyo haya mafundisho ni ya uongo. Mkisikia hayo muweke pale, muelewe kwamba hao wote ni waongo tu. Kwa hiyo wao hiyo sherehe huko Cameroon wanasherekea, wanasema kwamba wanaenda wanashuka mtoni ili kwenda kuita hizo nguvu za majini. Lakini kabla ya hao wasioanzisha kufanya mambo kama hayo, hiyo ngondo ilikuwepo, lakini kulingana na ukweli, kulingana na wale ambao wanaotembea kulingana na ukweli wa neno lake Lubatete walioanzishwa, wao walikuwa wakienda kwenye kweli mtoni, sio kwamba kwenda kuabudu, hapana, lakini walikuwa wakiita, wakimuita Mudima Madiba Ibaidi, ambaye ni roho msimamizi wa maji ya awali, maji ya kwanza, maji ya msingi. Huyu ndio walikuwa wakienda kumuita. Lakini sasa wasioanzishwa wao wanachukua, wanaanza sasa kuita nini? Demons ambazo ziko ndani ya maji. Haya ndio mambo ambayo ni tofauti. Sasa pia kuhusiana na bwiti, kuna bwiti pia ya walioanzishwa na bwiti ya wasioanzishwa. Kama jinsi mnavyoiona kwa wakati huu ni bwiti ya wasioanzishwa, lakini pia hapo zamani kulikuwa bwiti ambayo ni ya walioanzisha. Je, sasa kuhusiana na voodoo, je, kulikuwepo na voodoo ya walioanzishwa? No, kuhusiana na voodoo hakuna voodoo ya walioanzishwa. Yaani voodoo ni mambo tu ya kishetani, yaani mwelewe vizuri, ni mambo ya kichawi ambayo yanatendeka. Hakuna kwamba labda zamani kulikuwa walioanzishwa waliokuwa wakifanya hayo mambo alafu wao wakabadilisha. Yaani tangu mwanzo ni hivyo tu, mwelewe hivyo. Muonekano wa kimwili wa Bako ni matokeo ya makosa kadhaa ya asili ya kijeni kutoka kwa milango ya kuingilia. Ndio maana mnawaona wako hivyo. Kipengele cha tatu, hatari ya voodoo na bwiti katika taifa la watu weusi. Ndugu zangu, kitu cha kwanza mnatakiwa kuelewa kwamba bwiti ambayo wanafanya wakati huu ni tofauti na bwiti kama jinsi nilivyosema ambayo walioanzishwa walikuwa wakifanya nini? Wakifanya. Ngondo ambayo wanaifanya kwa wakati huu ni tofauti na ngondo ambayo walioanzishwa walikuwa wakifanya hapo zamani. Lakini kuhusiana na voodoo wanayoifanya wakati huu haina mfano wowote, kwa sababu voodoo haijawahi kutendwa kabisa na walioanzishwa. Ni mambo tu ambayo tangu mwanzo msingi wake ni uchawi tu, na hapa kwelikweli bwiti ya wakati huu na ngondo ya wakati huu ni uchawi pia. Lakini hapo awali kuna walioanzishwa waliokuwa wakitekeleza hiyo ibada. Kwa hiyo nimesema kipengele cha tatu, hatari ya voodoo na bwiti katika taifa la watu weusi. Aina hii ya uchawi hutumiwa na menguma majiba, yani nguvu za majini, tunafunga mabana, dimoni chatu na dimuti majini. Ndugu zangu, mnajua uchawi huu wa majini ni uchawi wa kale sana. Naposema ni uchawi wa kale, yani ni demon ambazo zilifanya kazi tangu zamani kwelikweli, na hadi muda huu zinaendelea kufanya kazi. Hizi demon za majini zinajaa katika mojawapo ya dini hizo zenu, na watu wako pale katika lengo la kufanya nini? La kuabudu, wakisema kwamba wako katika ukweli. Maana watasema kwamba kuna majini ambayo ni mazuri na kuna majini ambayo ni mbaya. Lakini mimi nawaambia ndugu zangu, majini yote ni mabaya. Hakuna jini ambayo hii ni nzuri kwamba na hii ndio mbaya. Zote ni mbaya hizi. Yani haya mnatakiwa kuyaelewa na mkubali kama jinsi yalivyo, kwa sababu matokeo ya hao watoto waliozaliwa hizo demon yalikuwa tu ni 100% mbaya, hapana 99, 100%, kwa sababu ni matokeo ya makosa ya malaika walioanguka, ndio hao watoto. Sio kama mnaelewa hiyo. Kwa hiyo sasa hapa wanatuambia kwamba aina hii ya uchawi hutumiwa na menguma madiba, nguvu za majini, dimoni chatu na dimuti.
yani majeshi, yani jini, katika lengo la kuwazuru kwanza wale wote ambao wanatokana na jamii ya asili, yani weusi, kwa kuwatenganisha na sheria na kanuni za neno la lugha ili waangamie kiroho. Kwa hiyo hilo ndilo lengo lao la kwanza kabisa. Ndio maana watu watafanya ibada za fuvu, wataweka mafuta mekundu, wataweka ndani ya nyumba zao, na watasema kwamba sio kwamba sisi tunaabudu hizi fuvu. Hapana, hatuabudu hizi fuvu, lakini ni kama vile ni chombo ambacho kiko pale ili kutuwezesha kupitia hicho chombo tuende kuwasiliana na mwenye hii fuvu mwenyewe, ili aje atusaidie, atuonyeshe mambo mengine ambayo yanayoendelea. Hivyo ndivyo watasema. Na Wakristo nao pia watasema kwamba ibada ya fuvu ni uchawi. Ni kweli, ni uchawi kweli kweli ibada ya fuvu, lakini msiwe wanafiki, maana kanisa Katoliki nao pia wanafanya ibada ya fuvu, tena hadharani. Wanatoa kichwa hiki cha mwanadamu na wanakitembeza, kwa sababu wanaonyesha hiyo ni ibada ya wafu ambayo inafanyika. Unaweza mkaona zaidi sana katika ndani ya Vatican huko waliokuwa hawayafanyi hivi hivi, lakini wanafanya ni wakati ambapo wao wanapofanya ile misa, ibada za wafu, za kuombea wafu, hapo ndipo wanafanya mambo. Sasa wasi hawatoi kuonyesha hadharani, lakini ni huku Roma ndiko wanaonyesha hiyo fuvu, yani kichwa ikia ni cha mwanadamu, na watu wanaona kwamba hakuna kitu ambacho kinaleta matatizo kuhusiana na hilo. Haya yote ni mambo ya kichawi, kwa sababu watu wanaposema kwamba wao wanaabudu fuvu ni kitu ambacho hawafikirii mara mbili. Maana fuvu ya mtu ambao utaabudu, kwa mujibu wako aweza utamuomba kwamba atakuwa ni babu yako na mwingine, haujajua kwanza maisha yake yalikuwa namna gani. Kuna wengine ambao walikuwa ni vibaka, wengine ambao walikuwa ni majambazi, wengine walikuwa labda ni wazinzi, wengine ambao ni wabakaji na mambo kadhaa ambayo mnayajua. Nao pia watazeeka, watakuwa mababu za watu wengine. Sasa wakifariki na wameshafariki, na kweli wewe unachukua mifupa za fuvu zake ili uende kuabudu, ili waje kuwasaidia, watawasaidia kitu gani, wakati wao wenyewe katika maisha yao yalikuwa maisha ambayo yote mnayajua jinsi yalivyokuwa? Na ni nani aliyewaambia kwamba mtu anapofariki, anaporejea atakuja na aina zingine za nguvu ya ajabu? Huyu aliyewaambia hivyo ni nani? Kwa kweli wakoloni waliweka mababu zetu baadhi ya wasioanzishwa katika utumwa, ni kweli. Inakuwaje hao mababu zetu ambao waliowekwa katika utumwa, kwa mujibu wenu, kwa nini hawakuje kufanya nini, kulipiza kisasi? Kwa nini tena watu weusi hadi muda huu bado wangali chini ya ukoloni wa watumwa, ikiwa nyinyi mnaomba mababu zenu ambao wao katika kipindi fulani waliwekwa katika matatizo, waliwekwa katika utumwa? Ina maana kwamba hao mababu zenu sehemu ambapo wapo, labda hao mababu wa wazungu nao pia bado wangali wanawashikilia, ili kwamba wasije kutoa kulipiza kisasi za namna gani? Hizo ni swali ambazo watu wanatakiwa kujiuliza. Mkiangalia nchi kama vile Haiti, ni nchi ambayo kweli hiyo voodoo ndio inajaa kweli kweli, lakini angalia gisi walivyo hadi muda huu, bado nao pia wako chini na mambo ambayo yanaendelea kule, nyote mnayaona. Sasa ingelikuwa kwamba labda hiyo ndio dini ambayo iko halisi kwa kweli, kama Haiti labda iko juu zaidi sana, maana wanavyoomba, wanavyofanya hivyo, labda ingelikuwa ni zaidi kuliko gisi tunavyoona kwa wakati huu. Aina hii ya uchawi hutumiwa na menguma majibani, nguvu za majini, demoni chatu na demoni majeshi, katika lengo la kuwadhuru kwanza wale wote ambao wanatokana na jamii ya asili, yani watu weusi, kwa kuwatenganisha na sheria na kanuni za neno la lugha ili waangamie kiroho. Kwa hiyo wanapenda kuonyesha kwamba mbilikimu ambao ni Bako walikuwa wakitambulishwa katika uanzishwaji, yani wanapokuwa katika uanzishwaji wanatakiwa kuona hizo demon. Sasa alafu hizo demon kulingana na hizo ibada zitawaingia. Ndio maana mtu anaweza kusema mimi nina majini au kuna hizo ibada ambazo zilikuwa zinafanyika za kuingiza hizo demon ndani. Mwelewe haya ambayo anaongea.
Yani unafanywa kile, yani unajua kwamba kwelikweli kuna demon ambayo imekuingia, ambao uko nayo ndani, tayari umekuwa mtumwa. Sio kwamba wewe ndio utakuwa unatuma demon, wewe umekuwa mtumwa tayari wa kichawi. Kwa hiyo hayo mambo yalitendeka hivyo. Vodou na Bwiti zitaanzishwa na kutawazwa kwa fumbo kwa Bako, yani mbilikimu kadhaa, kupitia Bedimu Eding, yani demon nyuma ya Vodou. Bako ambao ni mbilikimu kwa zamu yao wataanzisha wasioanzishwa kadhaa, kuna mabara, yani weusi mbalimbali, kuna mkato, makabila. Ina maana kwamba kitu cha kwanza, uchawi huo unatoka kwa malaika walioanguka. Utaratibu wa pili, alafu sasa hao watawafunza demon, na demon nao pia sasa watakuja kufunza Baku, yani mbilikimu, wale ambao wako katika tawi hilo la uchawi. Sasa hao wanani mbilikimu nao pia wataendelea sasa kuanzisha kuwafunza watu uchawi katika makabila mbalimbali ya watu weusi. Bako, yani mbilikimu kadhaa, pia wataanzishwa katika siri zilizokatazwa za uchawi uliosaulika. Watafanya kwa kina uchawi wa hali ya juu wa nyakati zilizopita. Vodou na Bwiti katika kina kirefu zaidi cha kutisha zinatokana na Bedimu Eding, yani demon nyuma ya Vodou, chini ya uangalizi wa baadhi ya Babu Loloma Bungulani, ni malaika walioanguka wa utaratibu wa pili, kama gesi nilivyosema hapa kwa sasa hivi. Kwa hiyo ni malaika walioanguka wa utaratibu wa pili walioleta uchawi wa aina hiyo ya Vodou na Bwiti. Yani waliwapa demon ambazo hizo ni Bedimu Eding, yani demon ni nyuma ya hizo ambazo tuita Vodou, na demon zikawapa mbilikimu, na mbilikimu nao pia wakaanzalia kuwapatia wengine. Hizi Bedimu Eding, yani demon nyuma ya Vodou, ziko kwa ushirikiano na demon zinazojulikana kwa jina la Mlemlem. Mlemlem kuna mabano, katika miaka milioni kadhaa zitajulikana na kutajwa chini ya jina la Orishas, Orixas, kama gesi nilivyoelezea. Kwa hiyo demon hizo, yani hizi kuseme Vodou ni umoja wa aina mbalimbali za demon za miungu, gisi wao wanaita miungu, ili kwamba kuingia zidi ya watu weusi. Wafuasi kadhaa wa Bwiti kutoka kwa Bako, yani mbelikimu, watatumia mizizi na majani ya mimea kadhaa wakati wa kile kinachoitwa ibada zao za uanzishwaji. Kuna mkato unasimama kwanza hapa. Kulingana na nchi, hadi muda huu kuna watu ambao wanatumia mimea hiyo, mara wanakusafisha nayo usoni, aza mara watachukua hiyo mimea watakupiga nayo hivi kwa maji hivi, mambo kama hayo, katika lengo kwamba wakufanye uanze kuona vizuri, yani uone maono mbalimbali. Na mmea ambao utatumiwa zaidi na wasioanzishwa utajulikana katika miaka milioni kadhaa chini ya jina la iboga. Kwa hiyo iboga ndio jani, aidha tuseme ndio majani ambayo watatumia katika nchi za Ulaya. Ni kitu ambacho kimekatazwa kabisa iboga, lakini tunajua kwamba iboga sio mbaya, bali namna wanavyoitumia wakati huu, hivyo sio vizuri, ndio ubaya kabisa. Maana iboga, ikiwa mtu ni mgonjwa, anaweza katibiwa kwa sababu iboga sio kwamba labda ni mti ambao watu wenyewe ndio wameenda kutengeneza. Hapana, anaweza ni mmea ambao ni wao wenyewe wameunda. Hapana, lakini kila kitu kina matumizi yake, lakini namna utakavyotumia kitu, labda unatumia sio sahihi, aidha dozi ambayo unaitumia labda imepita hata mikapata, sio kwa namna hiyo. Wengine watapulizwa no, hapana, sio kwa namna hiyo. Kwa hiyo matumizi yote ambayo yanafanyika kwa wakati huu kuhusiana na iboga ni matumizi mabaya. Wengi watadai hata kwa ujinga wao kwamba Bwiti iligunduliwa na mwanamke, ndivyo watakavyosema. Kipengele cha 4, kuingilia kati kwa demon katika ibada mbalimbali za Bwiti. Vyombo kadhaa vilivyotumika wakati wa uanzishwaji wa Bwiti kutoka kwa Bakwene Mbilikimo ni viwakilishi vya ishara za demon mbalimbali ambazo zitakuwa viongozi wao, jini na wengineo. Ndio maana ndugu zangu, fanyeni angalisho sana, maana mnapotazama kwa mfano matukio mbalimbali ya kichawi aidha wanavyofanya, tuseme kunapokuwa na aina mbalimbali za ibada, watatumia aina mbalimbali za vyombo ambavyo watakuwa navyo hapo, lakini pia kuna aina ya wanyama ambao watawakilishi
na hao wanyama watawakilisha demoni zilizo nyuma ya kile kitu ambacho wanakifanya. Kwa hiyo ibada ambazo wanatumia. Ndio maana katika kipengele hicho tunaanza sasa, tendo la kwanza ni demon chatu. Demon chatu. Kwa hiyo katika mambo yote ya ibada hizo za Bwiti na Voodoo, mwangalie sasa kile ambacho kinatendeka, mwangalie aina za demon ambazo wanatumia, ndipo mtakuja kuelewa. Kitu cha kwanza ambacho watatumia, tendo la kwanza, demon chatu. Chombo ambacho kinatumika kiibada kwanza ni sindano ambayo hutumiwa kuchoma ulimi, inawakilisha demon chatu ambayo huanzisha usemi wa uaguzi, kuna mabano, uchawi na mengine. Kwa hiyo kitu cha kwanza ndio hapo sasa, yani wao utakuta katika hayo matendo yao ambao wanayofanya, watatumia sindano alafu wanadunga kwenye ulimi. Inapenda kuonyesha kwamba hiyo sindano itawakilisha kwanza ni meno, ni jino ya nani, ya sijui niseme chatu na meno hasa namna gani, lakini itawakilisha tu kwamba ni sindano ambayo hutumiwa kuchoma ulimi, na hapo ulimi kwa sababu kutakuja sumu, itawakilisha demon chatu ambayo huanzisha usemi wa uaguzi. Ndio maana hapo wakati mtu mwingine atasema ataanza kutoa maono, hata kuna wengine ambao atatabiri kwamba kitu fulani kimetokea hiki na kweli kinatokea. Walio wengi ni hizo demon chatu ndizo zinazofanya kazi. Tendo la pili, demon ya ukoo. Kitu cha pili kinachotumika ni mshumaa unaowaka ambao mwali wake hupitishwa mbele ya macho hivi, unawakilisha demon ya ukoo, kuna mabano, roho ya wafu. Anayeanzisha utambuzi wa kichawi, kuna mabano, maono ya uongo ya muonekano wa marehemu na mengine. Hapo ndipo mtasikia watu wanasema kwamba nimemuona babu fulani amekuja, yuko hivi na hivi na hivi, kwa sababu tayari wameshaingia katika hii. Tendo la tatu, demon ya utajiri wa hali inayoonekana. Kitu kinachotumika katika nafasi ya tatu ni noti ya benki, ambayo ni uwakilishi wa uanzishwaji wa demon ya utajiri wa hali inayoonekana kwa yule anayeanzishwa. Tendo la nne, demon ya ganzi. Yes, kuna demon ya ganzi kabisa, na mtaelewa namna gani. Bidhaa inayotumika katika nafasi ya nne ni tumbaku, ambayo inawakilisha uanzishwaji wa demon ya ganzi juu ya yule anayeanzishwa. Hii inafanywa kwa lengo la kumfanya asijali sheria ya neno, yani mtu anakuwa kama paralyzed, yani hawezi akafikiria. Ndio maana wengine walio wengi, hata ukimwambia kuhusiana na ukweli, yeye ni kama yeye ameshasimama pale, ni kama vile hauwezi kumwambia kitu kingine. Tendo la tano, demon dragon. Bidhaa ya tano inayotumika ni mfululizo wa vinywaji vyenye kileo ambavyo vinawakilisha uanzishwaji wa demon dragon, kuna mabano, anayehusishwa na divai mbaya, tunafunga mabano, juu ya yule anayeanzishwa. Hii inafanywa kwa lengo la kuzima roho na kulewesha akili ya mtu ili awe mawindo ya hasira na mahono ya uongo. Tendo la sita ambalo ni tendo la mwisho, jenguma madiba, yani nguva ya majini. Kitu cha sita kinachotumika ni chumvi, ambayo ni uwakilishi wa uanzishwaji wa jenguma madiba, yani nguva ya majini kwa yule anayeanzishwa. Hii ni kwa madhumuni ya kupokea nguvu ya utongozaji na utajiri. Aina kadhaa za demoni za kiume na za kike pia zinahusishwa na aina nyingine za uanzishwaji katika Bwiti zinazotokana na Baku, yani mbilikimo. Kwa hiyo ndugu zangu, hayo ndio mafundisho kuhusiana na chimbuko la Voodoo na Bwiti ambazo watu sasa hivi wanaendelea, na wengine wanafikiri kwamba ndio dini za watu weusi kabla ya hizi dini za wazungu na damu mchanganyiko kuletwa katika bara letu. Hapana, mtu mweusi yeye sio mtu wa kidini. Mtu mweusi yeye ni mtu wa kiroho, lakini dini zinamfanya kuwa mtu wa kidini, lakini kikawaida kabisa asili ya mtu mweusi sio mtu wa kidini, ni mtu wa kiroho. Maana hana haja ya dini ili kuokolewa hata kidogo. Mtu mweusi hana haja ya dini kuokolewa, maana sheria imewekwa ndani mwake. Ndio maana anapofanya kitu anajua kwamba hiki kinachokifanya sio kizuri, kwa sababu ndani mwake tayari mumewekwa sheria, mumewekwa kila kitu. Lakini yeye sasa kugundua na kuachana na hilo na kuingia katika ukweli. Hizi ni aina za ibada ambazo zinafanyika, lakini ibada zingine zote pia ambazo hatukuzitaja zote
Hizo dini zote ni za uongo, na ni shetani aliye nyuma, na demon ndizo hiyo miungu ambayo mnayoabudu kusema kwamba Mungu wangu anaitwa hivi. Hizo zote ni aina za demon ambazo zimepangwa vizuri na shetani mdiba bobe ambaye ni Musingedi, katika lengo la kuwafanya watu weusi kwanza kufariki kifo cha kiroho. Kwa hiyo ndugu zangu, fanyeni angalisho na hizo imani ambazo umejiingiza. Ukweli uko hapa kila saa. Ni kweli unaweza kuwa na wasiwasi, uliza maswali. Ndio maana neno limeruhusu kwamba tuwe na kipindi cha maswali pia, ambacho nitakuwa najibu maswali yenu. Uliza kama una maswali, kwa sababu unatakiwa kuingia katika ukweli baada ya wewe mwenyewe kuulizika kabisa, maana haulazimishwi, hakutakazwa na mtu. Unatumia akili yako, unatumia mantiki, na unafanya uamuzi wako wewe mwenyewe kwamba nimekubali ukweli na nitaingia. Lakini ukikataa, hautaona mtu ambaye atakuja kusumbua, hata mtu mmoja. Ndio maana hakuna haja ya mijadala katika ukweli huu. Ukweli hauna haja ya kujitetea, yaani unapoongelewa tu unajulikana kwamba ni ukweli. Luba anaendelea kujitukuza.